ni Mungu wa ajabu, Mungu wa ajabu, asifiwe milele. Mungu wa ni Mungu wa ajabu, Mungu wa ajabu, asifiwe. Ni Mungu nimemuona, ni Mungu wa ajabu, Mungu wa ajabu, asifiwe milele. Mungu wa ajabu, ajabu, Mungu wa ajabu, asifiwe milele. Basi mtu wa Mungu mahali popote ulipo, katika jina la Yesu Kristo ninakukaribisha hapo. Barikiwe sana. Hapa ni Jesus Winner Ministry, Magongo, Mombasa branch. Nataka tu tuweze kushare neno la Mungu, na Mungu wetu anaenda kutubariki mahali popote ulipo. Nataka tukajifunze kuhusu kuvunja nira ama breaking the yoke. Na tutaanza kwanza kujifunza kwamba what is yoke? Yoke ni nini ama nira ni nini? Nira ni kifungo, ni kitu ambacho kinafungwa ng'ombe. Wacha tu nieleze kwa ile lugha rahisi mtu ataelewa kwamba huwa kule Ukambani kunalimwa na ng'ombe. Pande zingine zile za Kenya kuna sehemu nyingi huwa zinalimwa na ng'ombe, na huwa ng'ombe zinafunganishwa. Kuna zile vitu za mbao za miti zinafunganishwa, ng'ombe wawili wanafunganishwa ili mtu aweze kusukuma lile jembe ili aweze kulima na kufuatia laini pale. Na hiyo nira huwa ng'ombe nyingine haiwezi katoka ikaenda pande ile nyingine ama ikafanya chochote. Sasa ninapozungumzia kuhusu nira, mtu wa Mungu, pale tunaongea kuhusu mambo ya kiroho, na ni vitu ambavyo huwa mtu unakuta vimemfunga, ukakuta kwamba ni kitu ambacho kinazungumza katika maisha yake, ni kitu cha kiroho. Na tunapoangalia hiyo kitu ndio hata tuweze kuelewa na tupate mfano mzuri kutoka kwa Biblia. Tutaenda katika kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 27 verse 40. Inatuambia hivi, huyo ndugu anaitwa Esau akaambiwa na babake, kwa upanga wako wewe utaishi, kwa upanga wako wewe utaishi. Yani aliambiwa kwa upanga wake ataishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo lako. Anaambiwa ataishi kwa upanga. Kuishi kwa upanga ni kumaanisha atang'ang'ana, ni kumaanisha atazunguka, ni kumaanisha atapigania chochote atakachokipata maisha yake. Living yake, maisha yake ni kung'ang'ana. Maisha yake atazunguka, kama vile watu wengi unakuta kwamba mtu amefungiwa nira. Kuna nira inamfunga maisha, inazungumza. Inaweza kuwa ni nira ya uchawi, nira ya uganga ambayo imemfunga, ama iwe ni nira ya laana ya kifamilia imemfunga. Haiwezi kumruhusu aenende vile anastahili, haiwezi kumruhusu aishi yale maisha anastahili kuishi, haiwezi kumruhusu aishi ile fullness of life katika maisha yake, kwa sababu ni kitu kinaongea, ni kitu ambacho hata kama yule alikizungumza aliondoka, huwa ni kitu kinaongea katika maisha ya mtu. Na ameambiwa Esau, utakapochoka, yani utakapochoka. Sijui kama kuna mtu umechoka na hali fulani, maana aliambiwa utakapochoka na ile nira katika shingo lako ndipo utakapoivunja. Yani aliambiwa atakapochoka na kutumikia ndugu yake, aliambiwa utamtumikia ndugu yako, utakuwa mtumwa, utakula kwa upanga. My God, unawezekana unakula kwa upanga, ni kula kwa machozi, ni kuhatarisha maisha, ni kusumbuka, ni kupitia mapito, mateso, masumbuko. Oh my God, lakini nimekuja nikuambie kwamba utakapoamua nimechoka na hii nira. Sijui kama kuna mtu umeamua nimechoka na nira katika shingo langu, nimekaliwa, nimesumbuka, nimeonewa, nimepitia mapito. Ni kitu gani? Akiniachilia, akaambiwa utakapochoka na hiyo nira ndipo utakapovunja hiyo nira kutoka kwa shingo lako. Na kumbuka Isaia 10:27 inasema the yoke shall be broken by the anointing.
kwamba nira itavunjika kwa upako. Na kuita alikwambia upako na uwezo wa nguvu za Mungu huwa unavunja vifungo ambavyo havionekani, vitu ambavyo nira ambazo hazionekani na macho ya mwili huu, hazionekani na macho haya, lakini katika ulimwengu wa roho zinazungumza na zinafanya kazi ili uweze ukapata baraka yako. Inasema katika Obadia 1 mstari wa 17, mtu wa Mungu anasema hivi, Obadia 1:17 inasema, but upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possession. So the yoke can hinder you from the yoke, ama kifungo, ile nira inaweza kukuzuia. It can hinder you from possessing your possession. Why are you not possessing your possession? Kwa nini usimiliki miliki hiyo yako? Kwa nini usiende ile level unafaa kuwa? Kwa sababu kuna nira inazungumza, kwa sababu kuna kitu kinazungumza, kinapigana na wewe. Nami nimekuja nikwambie hiyo nira ivunjike, inakwenda kuvunjika. Umwamini Mungu, hiyo nira yote, ikawa ni nira ya uchawi, ni nira ya uganga, inaenda kuvunjika katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu katika kitabu kile ambacho ni cha Psalms anasema kwamba adui alinitafuta hata bila sababu. Na wewe unaweza kuwa hauna sababu, wanasemanga asili ana sababu. Na tukinapoangalia mateso yale huyu ndugu ameteseka, anaitwa Saul, haikutoka mbali, ilitoka tu nyumbani kwao, kwa sababu Yesu alisema in the book of Matthew chapter 10 verse 6, anasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani kwake. Adui wa mtu alikuwa ni mama yake, na ndiye alitumika kama adui. Ni watu wa karibu tu alitumika kama adui, wakamruhusu akaingia katika kifungo, akaruhusu nira ikatokea. Inasema katika Maombolezo 5 kwamba baba zetu walitenda dhambi na hawako. Yaani nira inaweza kuwa imeletwa na kitu kilifanywa zamani katika familia fulani na kikakuta wale wengine. Katika kitabu cha Maombolezo 5 mstari wa 7 inasema baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tunayachukua maovu yao. Yaani baba zao walitenda dhambi, baba zetu walitenda dhambi hawako, sisi tunabeba maovu yao, tunabeba shida zao, tunabeba nira zao. Na ukisoma mstari wa 4, mstari wa 5 inasema, mstari wa 3, wacha nianze mstari wa kwanza tu. Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Yaani urithi wao umegeuka kuwa mali ya wageni, yaani kumaanisha kilichokuwa chao. Baraka hiyo ya Esau ilikuwa ya Esau, iligeuka kuwa si yake, ikaenda na ndugu yake ambaye ni Yakobo. Yaani mali zao zimegeuka kuwa mali za wageni. Inaweza kuwa kilicho chako kimegeuka kikawa cha wageni, kikawa cha mtu mwingine, ukarabati fulani, nguvu fulani, uwezo fulani ukatumika, ujanja fulani ambao ulitumika, huyu mtu akanyang'anywa iliyo haki yake. Unaweza kana umenyang'anywa haki yako. Nimekuja nikwambie Mungu wetu ni Mungu wa urejesho. Mungu wetu atakwenda kukurejeshea ukimgeukia na kumwamua kumfuata. Mungu ana nguvu, atakwenda kukurejeshea vyote vile vimeibiwa. Kila kitu kimekamatwa, kimekamatwa kupitia uchawi. Baraka zako umezuiwa, umekamatwa, umefungwa. Nira inazungumza usiku na mchana. Nira ni kifungo uweze ukatoka mpaka uombewe, mpaka usaidiwe na mtumishi wa Bwana, ile nira iweze kuvunjika. Aliambiwa Esau kwamba utakapochoka na ile nira, sijui kama umechoka na mateso na masumbuko, kunyongwa na mapepo, kuvinywa na kitu kwa shingo, kuonewa, kuota ndoto uko nyumbani, kuota ndoto uko primary school, ni kumaanisha hiyo ni nira imekufunga. Nira inasema usiendelee. Ni nira inasema kwamba wewe haufai kupita kile kiwango. Nami nimekuja nikwambie katika jina la Yesu Kristo, unakwenda kutoka, unakwenda kushinda, unakwenda kuvunja ile nira. Ile nira inakwenda kukuachilia kifungo ya aina yote. Every kind of yoke is going to be broken by the anointing in the mighty name of Jesus. Haijalishi ilitumika nini. Kifungo na nira zote ni kuchoka. Unachokanga katika, unaingiwa na machungu na hasira za kiroho. Unasema Mungu, nimechoka na hii nira. Esau aliambiwa utakapochoka na hiyo nira ndipo utakapoivunja. Utavunja nira ya ndugu yako ambayo amekukamata, amekufanya mateka, amekufanya mtumwa. Unaingianga rohoni, unakataa yeyote aliyekushika mateka, aliyekukamata kule rohoni, akakukamata mawazo, akakukamata maisha, akakukamata roho. Katika jina la Yesu Kristo unainuka, unasema navunja nira yote katika maisha yangu. Nira yote, nira ya utumwa, nira ya mateso, kujaribu kazi, kujaribu biashara, everything I try ina fail. Hiyo ni nira ambayo inazungumza, unakwenda kuivunja. Uvunje, ukatae kila aina ya nira katika maisha yako.
ilimzuia. Alijaribu kile ambacho kingekuwa chake. Baraka huwa nira, ukiwa umefungwa na hiyo nira inaweza kuwa inazungumza kwamba wewe ni failure, wewe utakuwa failure, utakuwa mtu ambaye hawezi kufaulu. Yaani inaweza kusema usifaulu maishani, ndio kile kuna jaribu, unashindwa, unakuwa huwezi kufaulu, huwa huwezi kupata mtu wa kusaidia, huwa huwezi kupata kupendeka, unachukiwa bila sababu, kwa sababu kuna nira inazungumza. Nimekuja nikwambie hiyo nira itaenda kufutika. Colossians chapter 2:14 nasema, na kile chochote tuliandikiwa kikiwa uadui wetu, Kristo akakivuta. Yesu Kristo anaenda kuvuta kila nira yote, kila kitu chote kinazungumza kinyume na maisha yako. Kinasema wewe usifaulu, kinasema usikae vizuri, kinasema usibarikiwe, kinasema usiolewe, kinasema baraka zako zishereheshwe. Maana unaweza kushereheshwa kile utakachokipata. Esau aliteseka maisha yake mpaka wakati aligundua na akaamua, nitavunja ile nira kutoka kwa ndugu yangu. Na haikuwa rahisi, haikuangi rahisi, maana adui mateka anapokushika mateka, yule anapokukamata atakanja kuachilia, anatakanga ukae ukiwa unamtumikia, anatakanga miaka yote ya kutumia. Nami nimekuja nikwambie, mtu huwa anachoka, unamwambia baba yangu, nimekataa, mzigo huu umekuwa mgumu, mzigo huu umekuwa mzito, ninaomba Bwana Mungu ukaniondolee kifungo hiki, mateso haya. Hata Kaini kuna mahali alifika akaambia Mungu, ghadhabu yangu ama adhabu yangu imekuwa ngumu, hii ni ngumu sana katika maisha yangu. Unafikanga unasema nimeteseka ya kutosha. Israeli walilia Mungu, wakamlilia Mungu miaka 400 mpaka Mungu akasikia kilio chao. Nimekuja nikwambia, there is God in heaven, kuna Mungu mbinguni ambaye usikia kilio na akasikia kilio chako katika jina la Yesu Kristo. Aidha akakusikia, aidha akakujibu maombi yako, akakufanya ukaachiliwe na nira yote ya uchawi, laana zote za kifamilia. Mnajaribu kila kitu in your family, you fail, maana mmewekewa nira ya failure katika jina la Yesu. Nimekuja nikwambie, hiyo nira itaenda kufika mwisho. Kifungo watu walikufunga iende ikavunjike, iende ikasambaratika, na iwaachilie na muwe huru. Mko na uwezo kupitia damu ya Yesu, kupitia nguvu za Mungu, Mungu wa huruma, Mungu wa neema. Hata kama ni nini chako kilikamatwa, anasema Ayubu 20:15 anasema, alimeza mali naye ataenda kutapika. Nira ikivunjika, chochote chako kimemezwa kinakwenda kutapikwa. Yesu, baraka zako, maisha mazuri, everything ambayo ndiye amemeza, ukienda nira ikivunjika itaenda kutapikwa. In the name of Jesus, wherever you are, Mungu wetu anakakuhurumia, Mungu wetu na akakukumbuke, Mungu na akakuangazia uso wake wa neema, na akakuangazia jua la neema, na akakutazame na macho ya huruma. Alifika mahali akateseka, na watu teseka, mwenye kuvaa kiatu ndio jua mahali na mvinya, ya kwamba ukateseka, ukaumia, ukashindwa, kwani sitawahi saidika, kwani kuliharibikia wapi? Mpaka unauliza wazazi kuliendaje? Wazazi hawana jibu. Unaenda unauliza majirani, watu wa familia, unauliza wale wazee, wanakuambia hawaelewi, kwa sababu hawawezi elewa mambo ya kiroho. Ni mambo ya kiroho yaliyofanyika, na Yesu alisema spiritual things are soft spiritually and physical things are soft spiritually as physically. So wherever you are, mtu fika ukajifanyia spiritual check, uangalie maisha yangu niko vile nistahili ama kuna ya kwendaje hapa. Anaambiwa kwamba Obadia anasema 1:17 anasema, na itakuwa kwamba wakati huo Israeli ama wana wa Mungu watarithi na watamiliki hiyo miliki yao. Na kuja kunikwambia, nira ikivunjika, utaenda mahali unavaa kuwa, utaishi maisha unavaa kuishi, utapokea kile unastahili kupokea. Wengine unakuta mtu anajaribu kujenga nyumba, inazindikana, mawe inafika pale, anajenga inafika kwa leto, because kuna nira ya kiuchawi inasema hapa mtu asijenge nyumba ya mawe. Mtu ananunua gari na knock chini, ama ananunua gari na ibiwa, ama ananunua gari na alipika hata kabla afike kwa. Yaani vitu zile nzuri ukienda kupata, ujue nini kinafanyikana, kwa sababu kuna harama, kuna kitu kinalisima ya katoja, yaani kinazungumza, kinakupinga, kinasema usisaidike. Nami nimekuja nikwambie, ni wakati ukasirika hasira takatifu, useme nira yote imenifunga, kisirani yote imenikamata, iende ikaniachilie katika maisha yangu. Unachukuanga hatua ya imani. Kwenu watu wanacheleweshwa kuolewa, na huwa unaota tu uko kule nyumbani na mama yako, yaani unacheleweshwa. Kuna nira Maria Mazoya, kuna nira imewafunga, mmefungwa katika familia. Hii ni nira ya uchawi, lakini damu ya Yesu huwa inazungumza mema. Hiyo damu ikakutetea, hiyo damu ikakunenea mema. Jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, mwali mafuta na tutasoma akiwa na Mungu aende akakubariki, na Mungu aende akakuinua. In the name of Jesus Christ. Nataka tuende tukamalizie na Mungu wetu atubariki. Nataka tuombe pamoja, tuombe kinyume na nira zote, kinyume na maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya ndugu yangu na dada yangu mtazamaji hapa. Bwana Yesu, ninaomba kwamba nira zote zile zinazungumza kinyume na maisha yetu zikavunjike zote. Nira za utumwa, nira za kutumiwa vibaya, nira za kiuchawi, nira za madhabahu za kifungo ya kifamilia zikavunjike na tukawekwe huru. Baba, mawazo yetu na mioyo yetu na nyumba zetu na baraka zetu zikawekwe huru.
na huyu mtu akaishi na maisha anafaa kuishi. Bwana utukuzwe, Bwana ni asante kwa maana Mungu umetenda. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Thank you Jesus. God bless you. God bless you. God bless you.